habari za jioni mtazamaji wa Channel 10 Plus popote pale ulipo, ni matumaini yangu umeshinda salama. Karibu kwenye taarifa yetu ya habari ya kutwa nzima leo kutoka hapa Channel 10 Plus. Msomaji wako siku huu ni mimi Fatma Hassan. Karibu. Mabadiliko makubwa ya sheria ya madini yaliyofanyika mwaka 2017 yamewezesha Watanzania wengi kufanya kazi katika sekta ya madini, ambapo katika migodi mikubwa ya madini iliyopo nchini, asilimia 97 ya wafanyakazi ni Watanzania, huku asilimia zaidi ya 90 ya uongozi na utawala katika migodi hiyo ikiwa ni Watanzania. Mwandishi wetu Adam Malima kutoka mkoani Mtwara ametuandalia taarifa ifuatayo. Kabla ya mabadiliko ya sheria ya madini mwaka 2017, idadi ya Watanzania waliokuwa wanafanya kazi katika migodi mikubwa ya madini, shughuli za utafutaji na uchakataji wa gesi asilia ilikuwa ni ndogo. Lakini baada ya kufanyika kwa mabadiliko ya sheria, Watanzania wengi wanafanya kazi na kusimamia migodi hiyo. Kamishna wa madini nchini Terence Ngole akiwa mkoani Mtwara katika warsha ya kuelimisha umma kuhusu shughuli za uwazi na uwajibikaji katika sekta ya madini, mafuta na gesi asilia iliyoandaliwa na taasisi ya uhamasishaji uwazi na uwajibikaji katika rasilimali za madini, mafuta na gesi asilia TATE, anafafanua zaidi. Hivi tunavyozungumza sasa hivi mathalan, karibu asilimia 97, zaidi ya asilimia 97 ya waajiriwa kwenye migodi yote unayoiona hapa mikubwa nchini ambayo ina wawekezaji wa nje ni Watanzania. Sheria hiyo inawataka wawekezaji kutumia huduma zinazopatikana nchini na ambazo hazipatikani nchini zihusishe makampuni ya ndani ya nchi. Hatua hii imesaidia kuongezeka kwa manunuzi yanayofanywa na Watanzania. Ukija kwenye mwaka 2024, manunuzi yote, jumla ya manunuzi kwa makampuni ya madini, maana yake manunuzi ya bidhaa na huduma, yalikuwa yanaleta jumla ya shilingi trilioni karibu 5 hivi, takriban trilioni 5. Sasa kati ya trilioni 5, zaidi ya trilioni 4.4 hivi zilitoka kwenye makampuni ya Kitanzania, sawa na asilimia 88. Wazawa wanaofanya kazi katika sekta hiyo wanaonesha ufanisi mkubwa na halmashauri zikinufaika zaidi na matokeo ya sheria hiyo. Kwa sababu tunazalisha gesi Msimbati Mtwara, tupo zaidi ya wafanyakazi 70 na watu ambao wametoka nje ni 2 tu. Kama Watanzania, hichi ndicho kitu ambacho tulikuwa tunakihitaji. Tuone ni namna gani Watanzania wanafaidika na rasilimali zao. Kutoka mkoani Mtwara, Adam Malima, Channel 10. Naibu Katibu Mkuu wa Chama cha Mapinduzi CCM Bara John Mongella ameagiza kukamilishwa kwa ujenzi wa soko kuu la manispaa ya Shinyanga linalojengwa kwa fedha za mapato ya ndani ya manispaa hiyo kiasi cha shilingi bilioni 1.8, huku akielekeza kwamba wafanyabiashara wa manispaa hiyo wawe wa kwanza kupewa vibanda vya kufanyia biashara ujenzi huo ukikamilika. Tujiunge na Aidan Mhando. Mongella anasema hayo mara baada ya kukagua ujenzi wa soko hilo wakati akiwa katika ziara ya kukagua uhai wa chama na shughuli za maendeleo kwenye manispaa ya Shinyanga, ikiwa ni kuelekea katika maadhimisho ya miaka 49 tangu kuanzishwa kwa chama hicho mwaka 1977. Ili jambo lifanywe, tumalize mradi huu kamilike kwa wakati ili uwekezaji huu uanze kulipa. Tupate fedha hapa, tukaboreshe huduma za afya, tukachangie kwenye kuboresha huduma za elimu, mabarabara na maeneo mengine. Kwa mimi nafikiri wazo lilopo ni jema, tuweke nguvu zaidi, tuharakishe. Lakini suala la wafanyabiashara hapa katikati nalo lifikiriwe. Lengo la mradi huu ni kuboresha mazingira ya wafanyabiashara waliokuwa wanafanya biashara zao katika vyumba ambavyo hapo awali vilikuwa vimechakaa baada ya kujengwa miaka mingi iliyopita. Mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi CCM mkoa wa Shinyanga, Mabala Mlolwa, anaeleza sababu za ujenzi wa soko hilo kuchelewa kukamilika. Lakini kubwa ni kuwashukuru sana kwa sababu ni wachache sana wanaoweza kutumia own source zao wakaziweka hapa, na mnavyojua tunaposema own source wanakusanya humu, unaweza kukuta hata hili lisinge kuwepo. Kwa hiyo hapa, Mheshimiwa Naibu Katibu Mkuu, huu mradi utakapokuja kukamilika kwa 100%, utakuwa ni mradi wa soko kubwa kabisa la mzunguko, lakini ndani hapa kote
watajaa wananchi wakifanya shughuli zao, lakini pia juu watakuwa wamewekewa bati maalum ambalo litakuwa limekava katika hii sehemu yote. Ujenzi wa soko kuu la manispaa ya Shinyanga unatajwa kuchukua muda mrefu kukamilika kwake, ambapo sasa ni takribani miaka 4. Kutoka hapa katika soko kuu la manispaa ya Shinyanga, mimi ni Aidan Mhando, Channel 10. Baadhi ya wananchi mkoani Lindi wameshukuru serikali kwa maboresho makubwa yanayoendelea kufanyika katika sekta ya afya mkoani humo, hususan ujenzi wa hospitali mpya ya rufaa ya Sokoine iliyoanza kutoa huduma mbalimbali za kibingwa ambazo awali zilikosekana kutokana na ufinyu wa miundombinu na upungufu wa vifaa tiba, ukiwemo huduma ya kipimo cha CT scan. Ahmad Nanone anatuarifu zaidi. Wananchi hao wanaopatiwa matibabu katika hospitali hiyo wametoa pongezi hizo walipotembelewa na utumishi wa sekretarieti ya mkoa wa Lindi waliofika katika hospitali hiyo kwa ajili ya kujionea hali ya utoaji huduma, ikiwemo kwa ajili ya hali na kuwapatia misaada mbalimbali wa wagonjwa, ambapo wagonjwa hao wanaeleza kuridhishwa na huduma bora zinazotolewa hospitalini hapo ambayo imehamia katika majengo mapya. Huduma zao hapa hospitali sasa hivi ni mzuri na majengo yao ni mazuri vile vile. Tumepokelewa vizuri, tunahudumiwa tu vizuri. Tunamshukuru Mama Samia na serikali kwa ujumla. Huduma mara ya kwanza na sasa hivi ni mzuri zaidi. Waje tu wajifungulie hapa Sokoine. Naishukuru serikali kwa kuleta huduma mzuri, wametuletea vifaa vizuri, miundombinu mizuri ya matibabu. Wanapokea wazazi vizuri. Kwa mimi naliona hivyo liko vizuri. Maana unakuta daktari mwingine anakunja sura, lakini kwa kweli kwa hawa toka nilivyokuja mimi wako vizuri. Naye mganga mkuu mkoa wa Lindi Dr. Heri Kagia akiwaongoza watumishi waliotembelea hospitali hiyo amesema kwamba kitendo cha watumishi kutembelea moja ya miradi ya serikali ni cha uzalendo na kinaonesha namna gani wanaunga mkono jitihada za serikali, kwani sasa wanakwenda kwa mabalozi wazuri kwa kueleza utekelezaji wa miradi ya kimkakati, huku akiwahamasisha wananchi kujiunga na mfuko wa bima ya afya kwa wote ili kurahisisha upatikanaji wa matibabu. Kujumuika kwa pamoja kwa shughuli mbalimbali ikiwemo kutembelea hospitali yetu hii ya mkoa wa Lindi na kuwajulia hali wagonjwa na pia kujionea huduma zinazotolewa mahali hapa. Yeyote ambaye ni Mtanzania awe katika mfumo wa bima na anapopata changamoto hizi za kuhitaji matibabu aweze kutibiwa pasipo na kikwazo. Sasa hivi tunatoa huduma kama za CT scan ambazo mwanzoni hatukuwa nazo. Wananchi walikuwa wanalazimika kusafiri umbali wa kilomita zaidi ya 400 kwenda Dar es Salaam kupata hiyo huduma, wanapata hapa. Kuna huduma za kusafisha damu ambapo wagonjwa huwa wanasafiri umbali mrefu. Mnapopata nafasi ya kuja kututembelea sisi tunafarijika, lakini pia na wagonjwa wetu au wateja wetu pia wanafarijika, hasa kwa tukio hili muhimu la kupata zawadi. Ahmad Nandonde, Channel 10, Lindi. Jumuiya ya wazazi ya Chama cha Mapinduzi mkoa wa Kaskazini Pemba imeadhimisha miaka 49 ya kuzaliwa kwa chama hicho kwa kupanda miti katika skuli ya Kinyasini, wilaya ya Wete, ikiwa ni sehemu ya kuhamasisha utunzaji wa mazingira na kukabiliana na athari za mabadiliko ya tabia nchi. Taarifa ya Masanja Mabula kutoka Kisiwani Pemba inafafanua zaidi. Akizungumza katika hafla hiyo, mjumbe wa halmashauri kuu ya CCM mkoa wa Kaskazini Pemba Ramadhani Shaibu Juma amesisitiza umuhimu wa jamii kuwa na utamaduni wa kupanda na kutunza miti ili kuboresha hali ya hewa na kuacha urithi mwema kwa vizazi vya baadaye. Maelezo na maelekezo haya yaliyotolewa na wenzangu tuyachukueni, tuyafanyeni kazi. Hili ni agizo la viongozi wetu wakuu, Rais wa Jamhuri ya Muungano na Rais wa Zanzibar. Naye mwenyekiti wa jumuiya wazazi mkoa wa Kaskazini Pemba Ramadhani Kipaya na mjumbe wa kamati ya siasa ya mkoa huo Mgeni Hatibu Yahya wamewataka wananchi kushiriki katika juhudi za uhifadhi wa mazingira kwa kupanda miti zaidi na kuilinda. Ili uipate hewa ya oxygen kikamilifu lazima uwe na miti ya kutosha. Sasa hili zoezi tunasaidia wenzetu wanaokaa katika eneo hili kupata hewa safi ya oxygen. Na tutajitahidi kuelimisha jamii wasikate miti ovyo, bali kila mmoja awe na utamaduni wa kupanda miti. Ikifika asubuhi tuingieni katika site, tumekabidhiwa eneo
viongozi wetu wametuambia kila wiki watakagua. Kwa hiyo naomba kwamba tusiwaangushe. Masanja Mabula, Channel 10, Pemba, Zanzibar. Irani inatarajia mpango mkakati wa mazungumzo na Marekani kuhusu nyuklia utakamilika katika siku chache zijazo, wakati Rais Donald Trump akitishia kuivamia nchi hiyo kijeshi. Mwanahabari wetu Lulu Ali anatusimulia zaidi. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Iran, Ismail Baqi, amesema mataifa kadhaa ya kikanda yamechukua jukumu la upatanishi katika suala zima la mawasiliano, ikiwa tayari baadhi ya vipengele vimefanywa kazi na wanachokifanya sasa ni kuhitimisha maelezo ya kila hatua ya mchakato huo wa kidiplomasia ambao wataukamilisha siku zijazo. Baqi amesema Iran ni taifa ambalo mara zote hufanya mambo yake kwa uaminifu na umakini katika michakato ya kidiplomasia, na tayari wamefanya mapitio ya hatua za kuchukua, na kuongeza kuwa katika siku chache zijazo watafanya maamuzi ya kujibu hatua hiyo aliyohitaji kuwa haramu, isiyo na maana na mbaya kabisa iliyochukuliwa na Umoja wa Ulaya. Katika hatua nyingine, Iran imewaita mabalozi wa Umoja wa Ulaya kwenye Jamhuri ya Kiislamu kupinga hatua ya umoja huo kukiorodhesha kikosi cha mapinduzi cha Iran kama kundi la kigaidi na kuonesha hatua kali ilizochukua dhidi ya waandamanaji mwezi Januari, ambapo maelfu waliuawa na maelfu wengine walifungwa. Habari zinasema viongozi hao walikuwa wakiangazia juhudi za kupunguza mvutano wa kikanda. Hii ikiwa ni kulingana na Wizara ya Mambo ya Nje ya Qatar, katikati ya kile kinachochochewa na matamshi makali kutoka pande zote mbili, huku kiongozi wa juu wa Iran Ayatollah Ali Khamenei naye akasisitiza kwamba ikiwa Marekani itaivamia Iran, huo utakuwa ni mzozo wa kikanda. Hata hivyo, spika wa bunge la Iran amesema taifa hilo kwa sasa linachukulia majeshi yote Umoja wa Ulaya kama makundi ya kigaidi, akiangazia sheria ya mwaka 2019 ya taifa hilo. Lula Ali, Channel 10+. Israeli imesema itaufungua tena mpaka muhimu kati ya ukanda wa Gaza na Misri kupitia kituo cha Rafah hivi leo, siku moja baada ya kutangaza kuahirisha hatua hiyo. Shabani Mpote anatusimulia. Kwa mujibu wa vyanzo kutoka serikali ya Israeli, mamlaka ya Palestina na Umoja wa Ulaya vimethibitisha kuwa watu wataruhusiwa kuingia na kutoka, ingawa kwa idadi ndogo, wakati majadiliano yakiendelea juu ya hatua za kiusalama na za kiuendeshaji. Kufunguliwa kwa kituo hicho muhimu kwa maisha ya Wapalestina, kilichofungwa kwa zaidi ya mwaka sasa, ni sehemu ya kile kiitwacho mpango wa amani wa Rais Trump kwa Gaza. Watu wapatao 150 wanatazamiwa kuruhusiwa kuondoka ukanda huo kila siku kutoka leo, huku wengine 50 wakiruhusiwa kurejea, huku mamlaka za Israel zimesema ni Wapalestina 42 tu waliokimbia Gaza wakati wa vita ndio wataruhusiwa kuingia. Kwa mujibu wa Wizara ya Afya kwenye ukanda huo, kiasi cha wagonjwa 20 wanangojea kuingia Misri kwa matibabu, huku 440 kati yao wakiwa na hali mbaya kabisa, pamoja na wagonjwa 4,000 wa saratani na watoto 4,500 wamo pia kwenye orodha ya dharura. Jocelyn Zefania, Channel 10+. Jocelyn Zefania, ni kuombe radhi mtazamaji kwa kujulisha hapo awali kuwa taarifa hiyo imesimuliwa na Shabani Mpote. Naibu Waziri wa Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum, Mhandisi Mary Priska Mahundi amesema serikali imejipanga kuhakikisha wanawake wajasiriamali wanashiriki kikamilifu katika utekelezaji wa Dira ya Taifa ya Maendeleo ya mwaka 2050, hususan katika nguzo za uchumi imara, jumuishi na shindani pamoja na maendeleo ya jamii. Ameyasema hayo jijini Dodoma wakati akijibu swali la mbunge wa viti maalum Mheshimiwa Janet Elias ambalo liliulizwa kuwa namna serikali imejipanga kuhakikisha wanawake wajasiriamali wanashiriki moja kwa moja kwenye utekelezaji wa Dira ya Taifa Maendeleo ya 2050. Akijibu swali hilo, Mheshimiwa Mahundi amesema serikali imeweka mikakati mbalimbali itakayowawezesha wanawake wajasiriamali kushiriki moja kwa moja katika maendeleo ya taifa kupitia shughuli za kiuchumi.
Taarifa ya kukamilika kwa maandalizi ya nyenzo hizo imetolewa na Katibu Mtendaji wa Tume ya Taifa ya Mipango NPC Dr. Fred Msemwa wakati akieleza kuhusu mafanikio ya siku 100 za mwanzo za serikali ya awamu ya 6 katika kipindi cha muhula wa pili, ambapo amesema mipango hiyo itaanza kujadiliwa na Bunge kuanzia kesho Februari 2, ikiwa ni takwa la kikatiba. Hizi nyenzo kubwa 3 ambazo zimeandaliwa zimeshajadiliwa katika ngazi mbalimbali za serikali na kukubalika, na siku ya kesho zitawasilishwa katika Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa ajili ya wabunge kuzipokea, kuzijadili na hatimaye kufanya uamuzi juu ya mipango hiyo ambazo ni nyenzo kuu 3 za utekelezaji wa dira. Ameongeza kuwa tume imekamilisha mwongozo wa upangaji wa mipango ya taifa unaolenga kuhakikisha kuwa mamlaka na taasisi zote zinaongozwa vyema katika kutafsiri na kuelewa matarajio ya dira 2050. Kwa hiyo kupitia mwongozo wa upangaji wa mipango ya maendeleo, taasisi hizi zitapata mwongozo wa namna ya kupanga mipango hiyo kwa lengo la kwenda kulingana na matakwa na matarajio ya dira 2050. Wakati huo katika mwendelezo wa utoaji wa taarifa hizo kuhusu utekelezaji wa ahadi za siku 100, Waziri wa Uchukuzi Profesa Makame Mbarawa amesisitiza kuwa shirika la reli TRC litaendelea kusimamisha safari za reli kwa sababu za usalama. Itakumbukwa katika kipindi cha mwishoni mwa mwaka 2025 na mwanzoni mwa mwaka huu, safari za reli zilisimama kwa muda kutokana na changamoto ya mvua kubwa zilizoathiri miundombinu katika eneo la Kidete. Endeleeni kusimamisha reli kama kunakuwa na changamoto. Usalama wa Tanzania ndio first priority. Usalama wa Tanzania na mali zao ndio kitu cha msingi kwetu. Kwa vile naomba nieleze hivyo wa Tanzania na waelewe, sisi tukifanya vile tunafanya kwa sababu tunaangalia usalama kwanza. Taarifa ya Waziri Mbarawa imeongeza kuwa shirika la ndege la Tanzania ATCL limefanikiwa kuongeza vituo vya huduma hadi kufikia 32, ambapo 15 ni vya ndani ya nchi, 14 ndani ya bara la Afrika na 3 kimataifa. Amani Mbando, Channel 10, Dodoma. Zaidi ya watoto yatima 100 wanaoishi katika mazingira magumu katika kata ya Majohe, manispaa ya Ilala jijini Dar es Salaam wamepokea msaada wa mavazi mapya ikiwa ni sehemu ya maandalizi ya kuelekea sikukuu za Idi na Pasaka. Msaada huo umetolewa na chama cha walimu kata ya Majohe UWA Foundation kwa kushirikiana na viongozi wa kijamii, na zoezi la ugawaji nguo hizo imekwenda sambamba na karamu ya chakula cha pamoja na watoto hao, ikiwa ni upendo, mshikamano na kujali kundi hilo lenye uhitaji mkubwa katika jamii. Huruma hiyo ya kundi hili leo sisi imetutoa majumbani mwetu, ikatusogeza angalau na sisi tupate baraka za Mungu, kwamba tumeshindwa kutoa sisi kwa mali zetu, lakini tushindwe kutoa tu hata kwa kutoa shukurani. Pia tunatoa msaada pale tunapopata taarifa za mhitaji yoyote, akiwa mgonjwa na shida yake yote, pia sisi hii msaada tunaitoa katika jamii. Kwa upande wao, viongozi wa dini pamoja na wazee wa eneo la Majohe wamepongeza juhudi zilizochukuliwa na wahisani, wakieleza kuwa msaada huo umewagusa watoto wengi na kuleta faraja katika kipindi hiki cha sikukuu. Ni jambo bora na ni jambo muhimu na ni jambo ambalo Mungu alikusudia wanadamu waishi katika mazingira hayo. Mtume wetu Muhammad alisema innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Mwenyezi Mungu amesisitiza sana kuangalia yatima, kuangalia wajane. Mimi ni Witness Ngalawa na hii ni Channel 10. Serikali imeendelea kuboresha miundombinu mbalimbali nchini kwa lengo la kuendelea kuvutia uwekezaji na kuchochea shughuli za maendeleo ya kijamii na kiuchumi, ikiwa ni utekelezaji wa ilani ya Chama cha Mapinduzi CCM kurahisisha utoaji wa huduma kwa jamii. Taarifa ya Moja Buhoza inafafanua zaidi.
Mkoani Kigoma, jitihada hizo zimeleta matokeo chanya ambapo wadau mbalimbali wamekuwa wakijihusisha na miradi ya kusaidia jamii na kuimarisha sekta mbalimbali za huduma. Shirika la Enabel limeungana na serikali katika kusaidia jamii kwa kukabidhi vifaa mbalimbali vya elimu, ikiwa ni sehemu ya kuunga mkono jitihada za serikali na kuinua sekta hiyo. Tunapata pia vifaa vya michezo ikiwa ni pamoja na vifaa vya netball, jezi, mipira, hata baiskeli 270, patenti 13. It is a joint investment in ensuring that every girl not only accesses school but is able to remain in school and thrive. Akizungumza wakati wa kupokea vifaa hivyo, mkuu wa mkoa wa Kigoma Balozi Simon Siro ametoa wito kuhakikisha vifaa hivyo vinatumika kwa tija na kwa faida ya walengwa. Vifaa vinazokabidhiwa leo ni muhimu vikatumika kwa usahihi. Niseme kwa usahihi kabisa, kwa sababu hivi vifaa tunavyoviona ni gharama kubwa, kama alivyokuwa mwakilishi wa Enabel anavyosema, ni gharama, ni mabilioni ya pesa. Kwa hiyo wanasema kitunze kidumu. Niwaombe sana, sasa tunaipata ni lazima tuitumie vizuri. Sambamba na hilo, mamlaka ya mapato TRA mkoa wa Kigoma imekabidhi magari mawili kwa jeshi la zimamoto na jeshi la magereza, ikiwa ni kurahisisha utekelezaji wa majukumu yao. Magari haya yalikamatwa kutokana na kwamba yaliingizwa nchini bila kufuata taratibu za kisheria, kwa maana kwamba hayakulipiwa ushuru wa forodha. Kwa hiyo tumeyakamata baada ya kujiridhisha hayakulipa, na baada ya kugundua pia hayakuwa amelipia kodi, basi tumeweza kuyatoa kama msaada ili wasaidie kwenye majukumu yao. Akipokea msaada huo, mkuu wa wilaya Buhiwe Kanali Michael Ngayalina ameshukuru TRA kwa msaada huo na kueleza magari hayo yatumike ipasavyo. Pamoja na shukrani hizi kwa mamlaka ya mapato Tanzania, lakini tutoe wito kwa wananchi wetu kwamba tunahitaji utawala wa sheria, tukizingatia sheria, taratibu na kanuni zote zilizowekwa tunapofanya shughuli mbalimbali, ikiwa ni pamoja na uingizaji wa magari nchini. Majabu Hoza, Channel 10, Kigoma. Serikali kuyapa kipaumbele mashauri yanayohusu ukatili wa kijinsia na kutoa adhabu yenye kuleta majuto kwa jamii na wanaohusika na matukio hayo. Elia Kimani anaripoti kutokea Manyara. Kauli hiyo kwa mahakama kanda ya Manyara imetolewa na mkuu wa wilaya Babati Manuela Kaganda kwa niaba ya mkuu wa mkoa wa Manyara kwenye Sindiga, wakati akizungumza kwenye maadhimisho ya siku ya sheria nchini mkoani hapa. Kwa mwaka 2025 peke yake visa 8490 vinavyohusisha matukio ya ukatili viliripotiwa ndani ya mkoa wetu wa Manyara. Nitoe rai kwenu kuzipa kipaumbele kesi zinazohusiana na masuala ya ukatili, ikibidi adhabu zenye funzo na majuto makubwa zitolewe dhidi ya wanaokutwa na hatia. Hatuwezi kupiga hatua za kimaendeleo kama taifa ikiwa jamii itakuwa na idadi kubwa ya watu wenye msongo wa mawazo yanayosababishwa na maisha waliopitia na ukatili waliofanyiwa wakati wa ukuaji. Naye jaji mfawidhi mahakama ya Manyara ameeleza kuongezeka kwa kasi ya usikilizwaji na utoaji wa maamuzi ya kesi mbalimbali ikiwemo kesi za ukatili, lakini pia ikawataka wananchi wenye mirathi yao mahakamani kwenda kuzichukua kabla ya mwezi Machi mwaka huu, kabla ya kuhamishwa katika mfuko wa taifa kwa mujibu wa sheria. Kwa mahakama za mwanzo zilimaliza katika ujumla wake zilimaliza mwaka zikiwa na mashauri mwaka 2024 zikiwa zimebakiza mashauri 97, zikapokea mashauri 4111 kwa mwaka 2025, zikasikiliza mashauri 4166. Mahakama zote zimebakiza mashauri 58 tu kwa mwaka 2025. Kwa hiyo katika ujumla wa kanda nzima kasi ya usikilizaji wa mashauri ikipimwa ni 93.46. Nacho chama cha wanasheria Tanganyika mkoani hapa TLS kimesema mahakama kuzingatia utoaji wa haki bila upendeleo inaleta utulivu na kuchangia maendeleo ya taifa katika muktadha utafsiri wa sheria kwa usahihi. Tendo la kutoa haki na hasa pale jamii nzima ikiwa na imani kwa mahakama inatenda haki, basi jambo hili linaleta utulivu, amani
na kuwezesha watu kufanya kazi zao kwa uhuru, na kwa kufanya hivi maendeleo ya nchi yanapatikanika. Mahakama imeacha hatua kabisa ya kuchelewesha kesi za wananchi kwa makusudi. Hakuna hilo, hufanyika kwa ufanisi. Kutoka mkoani Manyara, mimi ni Elia Kimani, Channel 10. Asante Elia Kimani kwa taarifa hiyo. Waziri wa Afya Mohamed Mchengerwa amesema bima ya afya kwa wote inayotarajiwa kuanza hivi karibuni ni ulinzi na usalama wa taifa, kwani wananchi wenye afya njema wana uwezo mzuri wa kushiriki vyema katika kujenga amani na maendeleo, hivyo kujenga taifa imara. Waziri Mchengerwa ameyasema hayo jijini Dar es Salaam wakati akizungumza katika kikao kazi cha wahariri kuhusu ushiriki wao katika kuelimisha umma, kikao ambacho kimeshirikisha pia waandishi wa habari, maafisa habari na wanaotengeneza maudhui mtandaoni kutoka mikoa mbalimbali hapa nchini. Amesema bima ya afya kwa wote ambayo ni miongoni mwa ahadi za Rais Samia Suluhu Hassan za siku 100 madarakani tayari imeshaandaa na kuanza kusajili wanachama kwenye kifurushi cha familia ya watu 6 ambacho gharama yake itakuwa ni shilingi 150,000 kwa mwaka. Waziri huyo wa afya amewataka wanahabari hao kuitangaza bima ya afya kwa wote na kuwataka kufanya habari za uchunguzi kwenye sekta ya afya ili kubaini kama kuna ubadhirifu wowote unaoweza kudhoofisha jitihada hizo za serikali. Tunajenga nchi kwa maamuzi ya ulinzi. Kujiandaa si kuombea ugonjwa, kujiandaa ni kujilinda na uhai. Ukweli ni kwamba bima ni kinga ya familia. Unajiunga leo ili kesho ukihitaji huduma usiuze mali, usikatishwe tamaa, wala usicheleweshwe kupata tiba kwa sababu ya gharama. Kwa imani yetu ni jambo jema na ni jambo la busara kumweka Mungu mbele na pia kuweka utaratibu wa ulinzi, kwa sababu Mwenyezi Mungu anatupa maisha, nasi tunawajibika kuyatunza maisha. Naam, taarifa hiyo basi inatupa nafasi moja kwa moja kwenda kuziangaza habari za biashara na uchumi. Endelea kusalia nasi.